Mfuatiliaji wa Lasa Bongo Media, ni wakati mwingine tunakuletea habari ambazo zinahusiana na kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo, ambapo mamlaka za timu husika na TFF wameweza kuweza kuhalalisha kwamba mechi kati ya Simba na Yanga au dabi ya Kariakoo imeweza kuahirishwa. Hii ni baada tu ya Simba kutuma taarifa kwamba mechi wamezuiliwa kufanya mazoezi kama barua inavyoonyesha hapo. Simba Sports imesikitishwa na vitendo visivyo vya kuungana dhidi ya timu yetu kuelekea mchezo wa ligi kuu dhidi ya Yanga ikiwa timu ngeni. Kwa mujibu wa kanuni namba 17 ibara 45 ya kanuni ya ligi kuu bara, timu ngeni ina haki ya kufanya mazoezi kwenye uwanja wa mechi angalau mara moja kabla ya mechi katika muda uliotarajiwa kwa maelekezo husika. Kwa makusudi, Simba imenyimwa haki hiyo licha ya kufika uwanjani katika muda husika. Katika sitofahamu hiyo, Simba iliarifiwa na meneja wa uwanja kuwa haina maelekezo kuhusu mazoezi kufanyika bila maelekezo ya kamishna wa mchezo. Pamoja na kamishna wa mchezo husika kufika, bouncer klabu ya Yanga walivamia msafara wa Simba huku wakiendelea na vurugu kizuia msafara wa Simba kuingia uwanjani kufanya mazoezi. Jitihada za Simba kupata ufumbuzi wa changamoto hiyo hazikuzaa matunda zaidi ya masaa mawili kabla ya Simba kuondoka eneo nje ya uwanja kwa sababu za kiusalama ambazo zimerekodiwa kwa ajili ya ushahidi. Kufuatia ukiukwaji huo, taratibu za mchezo, Simba haitoshiriki mchezo husika. Haki zote zimehifadhiwa. Simba inahimiza kuchukuliwa kwa hatua za ushahidi stahili dhidi ya wahusika wote wa sakata hili. Imetolewa na management ya klabu ya Simba. Baada ya hapo, Yanga waliweza kupitia ukurasa wao, waliweza kutoa taarifa ambayo inawaambia mashabiki na watu wote kwamba mechi itachezwa na iko pale pale kama inavyoonekana kwenye barua ambayo imeweza kuainishwa kwenye ukurasa wao. Hiyo inasomekana kama hivyo: taarifa kwa umma, Machi 8, 2025. Uongozi wa Young African Sports Club unapenda kuwataarifu umma kuwa mchezo wa ligi kuu ya NBC uliopangwa kuchezwa leo tarehe 8 mwezi wa 3, 2025 dhidi ya Simba mnamo saa 1:15 usiku uko pale pale. Hakuna mabadiliko yoyote. Young Africans kama wenyeji wa mchezo tunaamini taratibu zote za mchezo kama ilivyoelekezwa kwenye kanuni za ligi kuu ya NBC ziko sawa na maandalizi yetu yako tayari. Uongozi wa Young Africans utapeleka timu uwanjani, uwanja wa Benjamin Mkapa kama ilivyoelekezwa na kanuni. Na hatutakuwa tayari kucheza mchezo huu siku nyingine tofauti na leo. Tunawaalika uwanjani wanachama, mashabiki, wapenzi wa klabu yetu, wadau wengine waliosafiri kutoka mikoani, nchi za jirani na sehemu mbalimbali duniani kote kuja kushuhudia mchezo huu mkubwa barani Afrika. Imetolewa na mtendaji mkuu Andre Mtime, Young African Sports Club. Baada ya muda mfupi kupita, TFF nao bodi ya ligi nao walipita na kutoa taarifa ambayo ilikuwa ni ya kuconfirm kuahirishwa kwa mchezo huu, ambapo taarifa hiyo ilikuwa ikieleza kwamba kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi ya bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB katika kikao chake cha leo Machi 8 ilipitia shauri la klabu ya Simba kuzuiliwa kuingia kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa kwa ajili ya kufanya mazoezi ya mwisho kuelekea mchezo namba 184 wa ligi kuu NBC dhidi ya Young Africans uliopangwa kufanyika kwenye uwanja huo leo kuanzia saa 1 usiku. Katika shauri hilo, klabu ya Simba iliandika barua bodi ya ligi kuelezea kuhusu tukio tajwa hapo juu, huku pia ikieleza nia ya kutoshiriki mchezo huo kwa kuwa imezuiliwa kutumia haki yao ya kikanuni kama ilivyoainishwa kwenye kanuni ya 17 ibara ya 1045 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Baada ya kupokea barua hiyo, bodi ya ligi imewaagiza maofisa wake ambao
walishuhudia tukio hilo kutuma taarifa za tukio haraka ili hatua zinazostahili ziweze kuchukuliwa, ikiwemo kuitishwa kwa kikao cha dharura cha kamati na uendeshaji wa wasimamizi wa ligi. Baada ya kupitia taarifa mbalimbali zikiwemo za maofisa na vyanzo vingine, kamati ilibaini kuwa klabu ya Simba wakati ikielekea kutumia haki yake iliyoainishwa kwenye kanuni namba 17 ibara ya 45 ya ligi kuu haikuwasiliana na ofisa yeyote wa mchezo, timu wenyeji wala mamlaka wa uwanja kuhusu nia ya kufanya mazoezi katika uwanja ili maandalizi ya kanuni yafanyike. Katika taarifa hizo, kamati ilibaini kuwa walinzi ambao baadhi walifahamika kwa sura kuwa na klabu ya Yanga walishiriki tukio la kuzuia basi la klabu ya Simba kuingia katika uwanja kinyume na matakwa ya kanuni namba 17/45 ya ligi kuu kuhusu taratibu za mchezo. Kwa sababu pia bodi ya ligi ilipokea taarifa ya ofisi ya usalama wa mchezo ambayo imeainisha matukio kadhaa yaliyoambatana na tukio hilo, klabu ya Simba kushindwa kufanya mazoezi, na kwamba baadhi ya matukio yanahitaji uchunguzi ambao hauwezi kukamilika kwa wakati. Bodi ya ligi kupitia kamati yake ya uendeshaji wake imeamua kuahirisha mchezo tajwa hapo juu kwa mujibu wa kanuni namba 38 ibara ya kwanza kifungu cha kwanza 5 ligi kuu kuhusu kuahirisha mchezo ili kutoa nafasi ya kupata taarifa zaidi zitakazosaidia kufanya maamuzi ya haki. Bodi inatoa taarifa kamili kuhusiana na tukio hilo, kutangaza tarehe ya mchezo huo mapema iwezekanavyo. Imetolewa na idara ya habari na mawasiliano, bodi ya ligi kuu Tanzania TPLB, Machi 8, 2025. Asante kwa kuweza kutusikiliza. Hiyo ndo namna ilivyokuwa kuelekea kufuatia kuahirishwa kwa dabi ya Kariakoo. Uendelee kuwa nasi, usahau kusubscribe ili kuweza kupata taarifa na update mbalimbali za kimichezo na za kijamii. Asante.